Sasa si mbaya ndio huo, tabia hizo mbaya ndio umaskini. Hizo tabia chafu za ujeuri ndio umaskini. Ukitaka utoke kwenye umaskini, rekebisha tabia zako, uwe na maadili mazuri, uwe na heshima, uwe na adabu na uwe mchapakazi. Kwa hiyo kwa kuwa dada yule tayari alikuwa ni mchapakazi, hiyo sifa ya kwanza alipewa. Sehemu iliyomwangusha ni hiyo sehemu ya heshima na adabu. Amekosa adabu, kwa hiyo kukosa kwake adabu kutazidi kumshikilia kwenye umaskini. Kwa hiyo atabaki anasema mimi mbona nafanya kazi vizuri, lakini ni labda sijui sikai kazini. Yaani sijui kama akili yake inaweza ikafunguka kwamba zile tabia ndio zitaendelea kumweka kwenye umaskini. Kwa hiyo wadada ambao mko chini, kuna sababu kwa nini uko hapo chini. Usibaki tu kusema jamani umaskini ni mbaya. Na umaskini sio noti, sio hela. Umaskini ni mjumuisho wa tabia zako ndio zitakazoendelea kukushikilia hapo chini. Na Mungu sio mjinga, kwa nini uko hapo chini? Yeye mwenyewe anataka uwe na adabu, unyenyekee, kwa sababu ndicho anachofundisha kwenye neno lake. Tunaambiwa tuwatii mabosi wetu. Enyi watumwa watiini mabwana zenu. Kwa hiyo kama Mungu mwenyewe anakuambia mtii bwana wako ambaye ni bosi wako, na wewe unamletea ujeuri, unataka utoke kwenye umaskini uende wapi? Hauwezi kutoka, huwezi. Kwa hiyo badala ya kukaa na huo upumbavu wa kusema eti umaskini mbaya, yani hizi kazi hazifai kabisa, hizi kazi yani mimi siwezi kufanya kabisa, yani umaskini mbaya sana, uwezi kufanya, utafanya nini sasa? Una nini sasa? Yani uwezi kufanya hizi kazi za ndani, si ndio? Unaenda kufanya kazi wapi? Ikulu? Yani hawajisikilizaji wanavyoongea utumbo na upumbavu. Wewe ni maskini kwa sababu ya tabia zako mbovu, kwa sababu kwanza ukishaanza kuwa na mtazamo wa kuto kuona kwamba unyenyekevu ni kitu chema. Yani wewe unaona kama unanyanyaswa wakati unafundishwa maisha. Tayari wewe ni maskini. Kuanzia na umaskini unaanzia kwenye fikra, unakuja kwenye mifuko. Sisi tunaelewana? Umaskini unaanzia wapi? Kichwani. Kwenye fikra ndio unajitokeza kwenye mfuko. Kwa hiyo ukiona mtu ambaye yuko vizuri, amefanya kazi yake kama hajaenda kuiba, na uwizi nao una mwisho wake, 40 yake itafika. Kwa hiyo wizi sio mzuri. Au ukiona sio mtu ana msichana mwenzako amefanikiwa kwa sababu tu ya shortcut amepata bwana, kuna mwisho wake. Njia ya kupata bwana sio njia ya mafanikio. Ukiona mtu amefanikiwa kwa njia halali, anafanya biashara, anafanya kazi zake, ujue huo mafanikio yameanzia wapi? Kichwani. Ndio akaja kujitokeza kwenye mifuko. Kwa hiyo hizo tabia na maneno ya kijinga ya kusema jamani umaskini mbaya, ni hapa. Tayari hilo neno ulilosema ni la kimaskini. Kwa sababu we mwenyewe huko tayari kujifunza. Sawa jamani? Haya, kwa hiyo tulikuwa tumefika wapi? Kwenye hili la mawasiliano na heshima. Kwa hiyo ni silaha kubwa sana ambayo tunawaelekeza wadada wetu ambao tunataka tukafanya mapinduzi ya sekta ya kazi za nyumbani. Yaani wadada wa kazi wanaotoka Wadada Center sio wadada wa kazi. Sisi hili ni daraja ambalo tunaenda kuonyesha uaminifu, uadilifu, uchapakazi, alafu tunavuka. Kwa hiyo sisi sio wadada wa kazi kama hao ambao washajiwekea hizi kazi za mateso, hizi kazi hazifai, hizi sisi sio huko, hatuko kwenye hilo kundi kabisa. Sisi tunajua Mungu ametupitisha hapa kwa sababu anajua kule ambako anataka tuende. Na ili tufike pale lazima hapa tuanze na uaminifu kwa haya madogo au hichi kidogo ambacho wametupa. Ndio wadada ambao sisi tunataka kudili nao. Kwa hiyo swala la mawasiliano na heshima hilo ni muhimu mno. Yaani ukifanya nalo utani tu unatupwa nje. Hivi lako naikosa. Na sisi si hapa hatucheki. Tuko kazini, lazima ujifunze aidha kwa maumivu au uamue kujifunza sasa hivi kwamba umepata neema, watu wanakuelekeza, basi fuata. Lakini usipofuata kuna siku utajifunza kwa kilio hapa, utakosa dhamana yako na kazi utafukuzwa. Pointi nyingine hapa tunasema katika somo letu la kazi za ndani ni taaluma, tunazungumzia mipaka ya kazi. Hii nayo ni shida kubwa sana. Wadada zamani walizoea, wanataka mabosi wao wakae nao, wacheke nao, wapige nao story. Yaani ndio wana ile lugha ya kusema yani mimi kama mwanafamilia, wanaishi na mimi kama ndugu. Yaani hivyo ni vitu vya kienyeji. Yani kama unataka kuwa professional, ukienda kazini, nenda kazini. Yani mambo ya mazoea yaliyopitiliza, unataka story muda wote. Mabosi hawana muda sasa hivi. Hawana muda. Yani wengine ndio hivyo tu, inabidi ajichekeshe kwa sababu utaona kama yeye amekutenga. Lakini
unatakiwa umpe bosi wako uhuru wa kuishi maisha yake. Wewe uhakikishe unafanya mambo yako unayotakiwa kufanya. Kwa hiyo tunasema mipaka ya kazi lazima dada uwe nayo. Kujua nafasi yako ndani ya nyumba. Sawa, ili kuzuia pia na migogoro ya kimaslahi. Tunasema kutokujihusisha na mambo ya familia yasiyokuhusu, kama vile kuingilia maamuzi ya wanandoa. Si ndio? Wenyewe wakishaamua, sio tena wewe unaendelea kuweka mdomo, hapana. Unajikita katika kutekeleza majukumu yako ya malezi, mapishi na usafi, ambayo ndio msingi wa wewe kuwepo katika familia yao, sawa, bila kujiingiza au kuwa sehemu ya migogoro. Kwa hiyo kama kuna migogoro huko inayoendelea, wewe unakuwa unaikwepa. Wao wenyewe wanajua wenyewe familia yao wanavyoiendesha, wewe hutakiwi kuingilia. Lakini pia wewe usiwe sababu ya migogoro. Kuna dada tena ametoka kurudishwa tu, nafikiri imefanya hicho kipindi jana. Karudishwa, huyo dada ni smart, analipwa 300,000. Amefika kazini, alimkuta dada mwingine. Toka amefika ni ugomvi kwenye ile nyumba. Yeye ni kugombana na yule dada, kugombana na watoto wa mle ndani. Kwa hiyo dada ameingia pale, imekuwa kivuruge. Nyumba ilikuwa na amani kabla hajaenda, alivyoenda yeye nyumba imekosa amani. Wamekaa naye miezi 2 kuelekea 3, wamemshindwa. Mbaya zaidi, huyo dada alivyoambiwa sasa mkataba wako umekatishwa kwa sababu ya utendaji wako ni mbovu, tabia zako ni mbaya. Dada kwa nini hajakimbilia polisi? Kaenda polisi kushtaki. Anataka bosi wake amlipe mshahara wa mbele. Anasema bosi ndio kavunja mkataba. Tukamwambia mkataba unasema bosi akishindwa kuendelea na wewe kwa sababu wewe ndio unasababisha, si ndio? Utendaji ni mbovu, nidhamu mbovu, wewe ndio umevunja, wewe ndio sababu ya huo mkataba kuvunjika. Kwa hiyo yeye akakimbilia polisi, akaenda na kwenye chama cha wafanyakazi. Sio tu polisi, alienda polisi, akaona na polisi sijui vipi, maana wewe ukishaenda pale wewe nenda tu na mkataba wako. Maana haki zote zinaanzia pale. Kwa hiyo wale tukamwambia, jamani, huyu kakatishwa mkataba kutokana na utovu wa nidhamu, ni mdada ambaye hana nidhamu, ni mdada ambaye uwezo wake wa kazi ni mdogo, na watu wanamlipa hela nyingi. Analipwa 300,000, watu wanashangaa 300,000 kazi za ndani. Tunaambia ndio, alafu kazi hafanyi vizuri. Hata ungekuwa wewe afande ungekubali? Kapewa mkataba wake, kaambiwa dada nenda huko ambako wamekupa kazi ukaongee nao vizuri. Maana tunachokiona hapa hivi vifungu ulivyo ambavyo wamevitumia wewe kukutoa kazini viko hapa na wewe umesaini. Akaenda kwenye chama kingine cha wafanyakazi. Na wao tukaambia hivyo, jamani, chukueni huo mkataba usomeni. Huyu dada akatolewa kazini kwa sababu ya utendaji wake wa kazi ni mbovu na mshahara wake ni mkubwa, ingawaje nyewe mnasimamia wafanyakazi wa nyumbani. Wafanyakazi mnao wajua wengi ni hao 50,000 60. Mlishawahi kukutana na dada wa kazi analipwa 300,000? Labda ambao wanafanya kazi kwenye diplomatic huko. Kwenye maubalozi manini. Lakini ndani ya Tanzania kawaida tu mtu anamlipa dada 300,000, mmeona wapi? Alafu huyo dada hakuna cha ajabu anachofanya. Na wenyewe akamwambia, dada, kesi yako hii hapana. Hapa hamna kesi. Mbona karudi? Alikuja hapa jana tumefanya naye kipindi. Mnaofuatilia kipindi mtamuona. Mkavu yani hivi yuko hivi. Sasa hela hazitoki tu kwa ujanja. Ukitaka hela nzuri, fuata utaratibu. Yani na sisi uzuri tunawapa miongozo. Huu mwongozo unaweza kusaidia ukalipa hela nzuri sana. Lakini ukataka kuruka wewe, unataka kufanya unavyotaka wewe na unataka hela wa blackmail watu wakulipe hela, eti alienda polisi kututishia. Sisi polisi, mimi nimefanya kazi na hao watu miaka mingi sana. Kwa hiyo najua sheria, najua utaratibu, na ndio maana sisi hatufanyi kazi kienyeji. Kabla ukiingia tu hapa kwetu tunakupokea na mkataba, si ndio? Hakuna mtu analala kwenye kituo chetu ambaye hajasaini mkataba, hajausoma mkataba, ameuelewa na kuusaini ndio tumpokee humu ndani. Kwa hiyo sisi sio wajinga. Lakini wengine wanafikiri wanajiona ni wajanja, na ndio hiyo. Unaenda unagonga mwamba. Kazunguka huko polisi sijui wapi. Kagonga mwamba, mwisho kaishia kurudi hapa. Na kaondoka mdogo, tunamwambia wewe kama umejifunza rudi. Kwa sababu kazi yetu ni kuwafundisha. Tunamwambia kama umejifunza katika hili, nenda rekebisha mambo yako, rudi. Tutakupa chance. Ingawaje hautakuwa tena smart, wewe ni traditional. Utaenda kazi za traditional, uende ukajifunze, ukijiboresha ndio sasa utakuja kwenye level ya juu. Lakini kikubwa nafikiri umejifunza, na alikiri kweli amejifunza. Sisi tunaelewana Kwa hiyo nilikuwa nazungumzia hii mipaka ya kuweka mipaka na mabosi zenu, lakini zaidi hapo msiwe sababu ya migogoro. Sababu huyo dada, moja ya kitu kilichosababisha mkataba uvunjike ni mtu pia anayesababisha migogoro sana ndani ya hiyo nyumba.
yeye na dada aliyemkuta, yeye na watoto wa bosi, na bosi mwanamke, yani anapatana na bosi wa kiume tu. Jamani, yani ningekutimua yani ningekutimua vibaya mno. Hao walimvumilia miezi miwili. Okay, kwa hiyo tumeweka hapa kwenye mwongozo wetu kuna kajedwali kinachoonyesha tofauti sasa ya tabia. Kuna dada ambaye anafanya kama mtaalamu na wao dada ambao wanafanya kawaida, ambao sisi tumesema hatuwataki. Na kama mpo ambao mlikuwa mmekuja mnataka kufanya kawaida, basi mkishasikia hii elimu, basi mbadilike muende upande wa mfanyakazi ambaye anafanya kazi kitaalamu. Kwa hiyo kwa mfano kwenye swala la simu tunasema dada anaitumia muda wote, yani simu yake ni muda wote yuko nayo, hata awe anafanya nini, awe na mtoto anamlisha, awe anafua, anadili na simu. Dada ambaye anafanya kazi kitaalamu, mwanataaluma wa kazi za nyumbani, yeye anaitumia wakati ambao ni wa mapumziko tu au wakati ambao yeye ameshamaliza kazi zake. Huyo yani ndio mtaalamu professional. Kwa sababu hata leo ukipiga simu watu ambao wako Ulaya, huwezi kumpigia simu muda wote. Watu ambao wana ndugu zao Ulaya wanajua ni muda gani ampigie ndugu yake ampate. Na anajua kwa nini masaa mengine yote hawezi kumpata, yuko kazini. Kwa hiyo lazima tujenge nidhamu ya matumizi yetu ya simu. Wadada wanalalamikiwa sana kwa matumizi mabaya ya simu. Sasa unavyokuwa wewe unatumia simu, kwanza akili yako inakutuma kwamba bosi ana roho mbaya, hataki niwe na simu. Lakini kumbe wewe ndio unasaidiwa uwe professional, ufanye kazi kitaalamu, kitaaluma ili uongeze thamani. Upandishe thamani yako na upandishe mshahara wako. Lakini akili zako mbovu za kimaskini unasema wana roho mbaya. Wewe mtu utakaje nikipata simu ya dharura je? Yani wenyewe wanavyotetea ujinga. Kuna watu wanapata simu za dharura, watu wanakufa, wanazikwa na wako huko, na utafanyaje sasa? Utafanya nini? Kuna watu wako Ulaya huko ndugu zao wamekufa huko na wamezikwa na wajaja. Kwani ukija unakuja kumfufua? Au nikipata simu ya dharura, baba yangu mgonjwa, mama yangu mgonjwa, wewe daktari? Ukishapata taarifa mama yako mgonjwa utafanyaje? Unaenda kumtibu? Hapana. Tena sana sana sisi tuliotoka kwenye hizo familia duni, unakuta wewe unatakiwa uchangie matibabu. Sasa badala ukazane na ile kazi inayokusaidia upate hela, wewe ndio unang'ang'ana na simu muda wote mpaka inakuharibia kazi. Bosi anakurudisha tu kwa sababu ya simu. Kwa hiyo mfano wa simu ni huo. Dada wa kawaida yeye yuko na simu muda wote. Dada ambaye ni mtaalamu, simu yake anatumia muda ambao amemaliza kazi au muda wake wa mapumziko period. Sawa Haya. Kwenye swala la makosa yanayotokea. Tunasema dada ambaye ni wa kawaida anaficha. Akivunja kitu au akikosea anaficha, hasemi ukweli. Hata ukimuuliza hata kubali. Dada ambaye anafanya kazi kitaalamu, yeye anakiri kosa tena hata kabla hajaulizwa, na huwa anaomba radhi na anarekebisha. Sio, tunaelewana? Yani huo utofauti. Dada ambaye ni professional, kosa likitokea anakuwa kwanza kuripoti na anaomba radhi na anarekebisha. Lakini dada ambaye ni dada wa kawaida, wao wa bei rahisi, wa maskini hao, yani yeye ni muongo aliyepitiliza. Kila kitu anakataa. Chombo kavunja, yeye atakataa. Mwingine unaambiwa alichukua kitumbua akatupa, akasema sio mimi. Bosi wake akaenda akabonyeza kamera kamwambia dada, njoo, huyu ni nani anachukua hichi kitumbua? Na amekichukua na akakitupa na ni kizima. Kwa hiyo yani kuna tabia za kimaskini ndio tunazozisema za uongo. Haya, jinsi ya kupokea maelekezo kwa bosi wako. Dada wa kawaida, yeye kazi yake ni kulalamika moyoni au kusonya. Si unaelewa yani yeye ni malalamiko tu. Akipewa maelekezo yeye ni kulalamika au kufyonza, kusonya. Lakini dada ambaye anafanya kazi kiprofessional, yeye anasikiliza na pale ambapo hajaelewa anauliza ili aweze kupata ufafanuzi, atekeleze yale maelekezo vile alivyopewa. Hiyo ndio tofauti. Unapewa maelekezo na bosi wako, umevimbisha midomo, umenuna, umebamiza milango, usemi umeelewa, na ukienda huko kazi yako ni kufyonza tu. Huyo ni dada wa kawaida. Ndio hao wadada waliozoeleka ambao sisi hizo tabia humu hapana. Kwa hela tunazodai tulipwe, dada unatakiwa usikilize kwa makini, pale ambapo hujaelewa uulize maswali, upewe ufafanuzi wa kutosha ili ukatekeleze maelekezo ya bosi wako vile ambavyo anataka. Huyo ndio professional dada. Kwenye maeneo ya lile eneo tulilosema kutunza siri za familia, dada wa kawaida
Anasema mambo ya ndani kwa majirani, yaani ndo nikasema anawashwa pakucha ili aweze kutoka akafanyaje, akatangaze umbea. Lakini professional dada haleti mazungumzo ya tajiri yake kwa watu, hata ukimuuliza hata kwambia. Hao ndio professional dada. Huwezi kumkuta anazungumza mambo ya bosi wake kwa majirani au kwa mtu yoyote yule. Sasa ukiangalia hizi tofauti, sio kwamba eti huyu professional ana maajabu, ana vichwa viwili ndio aweze kufanya hii kazi. Yaani asiongee mambo ya bosi wake kwa jirani, si ndio? Asikilize vizuri, aelewe ili aweze kutekeleza. Akiri kosa pale ambapo mambo yanakuwa yameharibika, kama ni kitu kimeharibika, amevunja chombo au chochote kile. Yeye aseme jamani, kuna hiki kimetokea na kuomba radhi. Si ndio? Na arekebishe. Si ndio? Au kutumia simu yako wakati wa mapumziko, wakati umemaliza kazi. Hivi vitu vina ugumu gani? Vina ugumu. Maana mnaogopa neno professional. Ukisikia professional unatishika, unaogopa. Lakini mambo ni haya kufanya vitu yani kwa intentionally ni nini kwa Kiswahili? Yani kufanya kitu kwa dhamira. Kwamba mimi sintagusa simu wakati niko kwenye kazi, sigusi simu. Au kama nitakuwa na simu hapa, ni kama tu bosi wangu ananipigia. Yaani nikishika simu hivi ni bosi ndio napokea, kwa sababu niko nyumbani kwake. Labda kuna maagizo anataka kunipa. Lakini mtu mwingine nikiangalia simu sijui jina huku, nachomeka hapo, naendelea na kazi. Yaani bosi hawezi kunikuta nimeshika simu nimenyanyua na kama bosi wangu yuko nyumbani, basi ikiita hata sihangaiki. Nitakuja kuzikuta hizo miss call baadaye. Sasa hilo ni jambo la kuamua. Kwa nini? Kwa sababu nataka pale wakuone kweli huyu mtu amekuja kazini na yuko kikazi na ni mpambanaji na ana nidhamu. Bosi wako hata sikia hata wakati mmoja umekaa na jirani eti unateta. Wewe si kitu tu cha kuamua. Lakini kwa nini tunafanya hivi kikawaida haya tuliosema? Ukienda tu kwa jirani kwanza unagonga na jirani ambaye haongei na bosi wako. Wewe uko hapo, hey Shasti, kwema? We mgeni umekuja tena kwema na mtu ambaye siongei naye. Hivi wewe utakubali? Yaani umlete dada wa kazi, unaona anaongea na jirani yako ambaye nyinyi wewe uongei naye. Kwa sababu zozote zile, haya mambo si yapo. Yapo kuna sehemu bosi aongei na nyumba fulani au na jirani yake. Wewe unafika pale unajifanya wewe ndio huo ni unafiki. Ni uswahili, ni unafiki, ni ugombanishi, ndio hizo tunasema. Ukiwa hivyo hakuna mtu atataka yaani kwa kosa hilo tu bosi wako anaanza kukuona wewe sio mtu. Kwa hiyo mimi tunafanya hivi ili msitishike na neno professional. Hivi vyote hata kujifunza kupika mapishi bora, hakuna maajabu yoyote. Wewe mwenyewe kuna vitu vingi unajua kuvifanya, ulizaliwa uvijui. Ikiwepo kutembea, kuongea, ulizaliwa ulikuwa unajua. Lakini sasa hivi si unajua. Hata uwazi, unatoka mbio unakimbia. Lakini ulizaliwa huwezi kukimbia, huwezi kufanya chochote. Unachanganya maneno wewe unaongea kama chiriku. Ulizaliwa unaongea. Kwa nini ushindwe kujifunza kupika vizuri? Kwa nini ushindwe kujifunza kukaa na mtoto vizuri? Na sio tu kukaa naye vizuri asilie kama tulivyosema, umkuze katika tabia njema lakini pia na kiafya, mtoto akue vizuri. Yaani mzazi akimwangalia mtoto, kuna dada alienda kazini, mtoto akaanza kuwa akienda chumbani kwa mamake anagonga. Alikuwa gagongi. Alikuwa tu ni wao watoto. Unajua watoto wengine adabu hawana, hakuna mipaka, hakuna nini. Nenda mstadi mtoto huyu kuna vitu gani anakosa? Ana vitu gani ambavyo haviko sawa, mimi nianze kuvirekebisha kwa upendo. Wazazi wakashangaa, mbona mtoto siku hizi anagonga? Wakagundua yule dada ndio amemfundisha. Walifurahije? Kitu kidogo tu, lakini wale wazazi walifurahi wakasema, jamani tumepata dada mzuri. Mtoto wetu sasa hivi anagonga. Haingii tu chumbani hivi hivi. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho hakiwezekani. Ila tu ni wachane ukweli ni kwamba nyinyi wenyewe ndio hamtaki kujifunza. Mimi nafikiri mtapata tu hela. Yaani unaanza tu hela, sijui unawazaje yani. Hela ni kutoa matokeo mazuri yanayohitajika. Matokeo bora, hizo ndio hela. Kwa hiyo hizi tunazowafundisha kimsingi nyinyi ndio mtakiwa muwe na njaa. Yaani ikiwezekana mkae hapa usiku nzima. Sijui naelewa. Sio kwenda kulala kule, kutegea kazi, kunini unasubiri tu nipangiwe bosi. Utapangiwa bosi, utaenda utarudishwa. Dhamana utaikosa, kazi utaikosa. Lakini ukijua ni kwa mbinu gani ambazo mimi naweza kwenda nazo nikawa mdada wa tofauti, haya tuliyoyajaza hapa. Na ni
peji chache kabisa, hata hazifiki sijui ziko 50 60